Nilidhani nilikuwa nimeoa mwanamke wa ndoto zangu. Ikawa tu nilikuwa namfadhili yeye. Yote yalianza kwa upendo, ahadi na mipango ya kimya kimya ya maisha yetu wawili. Nilipogundua ukweli, nilikuwa nimezama hadi shingoni katika kazi nilizokuwa nazilipa mwenyewe, huku nikikarabati nyumba ambayo haikuwa yangu, kwa ajili ya mustakabali ambao haukunijumuisha. Yeye alikuwa akicheza kikamilifu nafasi ya mke mwaminifu, binti mtiifu. Na wakati wote huo alikuwa akinicheka nyuma yangu, sikioni mwa mtu mwingine. Ndiyo, alinidanganya. Lakini sikukasirika. Sikupiga kelele. Nilifanya mipango. Na nilipomaliza kucheza mjinga, niligeuza meza na kurudisha kila kitu alichodhani anakidhibiti. Hii ni hadithi yenye nguvu kuhusu jinsi ya kurejesha nguvu yako wakati mtu unayemwamini zaidi anageuka kuwa mbuni wa kuanguka kwako. Shikilia vizuri, tuanze. Nilimua Zawadi kwa sababu nilidhani alikuwa kila kitu nilichokuwa nikitamani daima. Alikuwa na uzuri wa kimya kimya, ule unaonekana katika jinsi mtu anavyokunja leso au kupitisha vidole kwenye ukingo wa glasi ya divai. Hakuwa akijaribu kuonekana au kupiga kelele. Hakuhitaji. Alikuwa na utulivu wa uhakika, jinsi alivyokutazama kana kwamba tayari amekuelewa yote. Labda ndicho kilichonivutia tangu mwanzo. Tulikutana kupitia marafiki wa pamoja wakati wa chakula cha jioni cha siku ya kuzaliwa. Hakukuwa na fahari, watu 6 tu kuzunguka meza ambapo bia ilikuwa baridi na taa zilikuwa zikifanya kila mtu aonekane mzuri. Alikuwa amevaa gauni la kijani kibichi na aliendelea kujifunga nywele nyuma ya sikio, kana kwamba alikuwa akishangazwa mara kwa mara. Tulipozungumza, haikuwa mazungumzo ya kulazimishwa ya jioni. Yalikuwa ya kweli. Alinieleza kuhusu kazi yake katika shirika linalowasaidia watu wenye shida kupata makazi, na nilivutiwa kweli. Sio tu kwa kile alichokuwa akifanya, bali jinsi alivyokizungumzia. Bila kujisifu. Tu imani hiyo tulivu kwamba kazi yake ilikuwa na maana. Wakati huo, nilikuwa nikifanya kazi ya ujenzi, nikiendesha kikundi changu kidogo, nikikarabati jiko na sehemu za chini za nyumba. Hakukuwa na fahari, lakini kazi ya uaminifu iliyokuwa inalipa bili. Aliniuliza maswali ya kweli kuhusu kazi yangu, kana kwamba alikuwa anajali kweli. Hilo pekee lilimtofautisha na nusu ya wanawake niliokutana nao kabla yake. Zawadi alinifanya nihisi kuonekana, hisia ambayo sikuwa nimehisi kwa miaka. Tulianza kutoka pamoja polepole na kwa udhabiti. Hakuwa wa aina ya kushikamana. Hakujaa simu yangu. Lakini alikumbuka maelezo. Mambo madogo. Kama jinsi nilivyokuwa nikinywa kahawa, au jinsi nilivyokuwa nikiimba kimya kimya nilipokuwa nikizingatia. Kwa siku yangu ya kuzaliwa mwaka wa kwanza, alinipa kisu cha mfukoni kilichochorwa na kuratibu za ziwa ambapo nilivua samaki wangu wa kwanza na baba yangu. Nilikuwa nimemwambia hadithi hiyo mara moja tu. Alisikiliza vizuri sana. Nilidhani tulikuwa tunajenga kitu. Sio tu uhusiano, bali mustakabali uliokuwa na umbo la kweli. Tulizungumza kuhusu kununua nyumba siku moja. Labda nje kidogo ya mji, labda karibu na wazazi wake, labda la. Sote tulipenda wazo la bustani, mbwa na kuchoma nyama mwishoni mwa wiki. Maisha rahisi, yale yanayojengwa kipande kwa kipande. Alikuwa na kipawa cha kufanya mambo yaende kwa urahisi hata wakati maisha hayakuwa. Kama wakati mjomba wangu alipofariki na nililazimika kusafiri kwa ajili ya mazishi, alikuwa ametayarisha mzigo wangu kabla hata sijarudi kutoka kazini. Akapiga simu mtu aliyefanya kazi katika kampuni ya ndege na kunipatia nafasi kwenye ndege iliyofuata. Haikuwa kitu nilichomwomba. Alifanya tu. Ni aina ya ishara inayokufanya ufikirie, ndiyo, mwanamke huyu ndiye sahihi. Ombi la ndoa halikuwa la kifahari. Mimi si mtu wa kufanya mambo ya kuvutia. Tulikuwa tukitembea kando ya mto jioni moja na anga ilikuwa inaanza kupaka rangi ya dhahabu na zambarau. Nilisimama, nikatoa pete na kumuuliza kwa urahisi. Bila hotuba. Kutoka moyoni. Alisema ndiyo na akalia kidogo. Wakati huo, naapa, ulionekana kama mwanzo wa kila kitu. Ndoa yetu ilikuwa ya karibu.
Wazazi wake walisisitiza sherehe ya kidini, wangu walitaka tu nione furaha. Tulikuwa kama 40 pekee. Ndugu yangu Baraka alichoma nyama nje wakati binamu zake walikuwa wakitayarisha orodha ya nyimbo maarufu za miaka ya 2000. Haikuwa kamilifu kwenye picha, lakini ilikuwa yetu. Hilo ndilo lililokuwa muhimu kwangu. Katika miezi ya kwanza nilifanya kila kitu kuwa mume mzuri. Sikuchelewa kamwe na bili. Nilirekebisha bomba lililokuwa likivuja bila kuombwa mara 2. Niliamka mapema tu ili kumpikia kahawa kabla ya kazi. Hata nilijifunza kupika baadhi ya vyakula alivyovipenda, pilau ya nazi na mchuzi wa uyoga. Alikuwa akicheka akisema nilikuwa nikijaribu kujizidi kama mume. Tulizungumza kuhusu kupata watoto siku moja, lakini alisema alitaka kwanza kuzingatia kazi yake na niliheshimu hilo. Nilikuwa nimelelewa kuwasaidia watu ninaowapenda, sio kuwawekea shinikizo. Baba yangu alisema daima, ukipenda nyumba yako isimame, lazima ujue kubeba mihimili bila kuikandamiza. Nilichukua hilo moyoni, hasa kwa Zawadi. Kulikuwa na mambo madogo niliyoyaacha. Jinsi wakati mwingine alivyokuwa akikataa sifa. Au jinsi alivyotaka daima kuamua tunaenda wapi, tunakula nini na nani tunatumia muda naye. Nilidhani alipenda tu kupanga na kwa uaminifu, sikujali kumfuata. Uhusiano ni kutoa na kupokea, sivyo? Kwa kuangalia nyuma, labda kulikuwa na nyufa kwenye misingi. Lakini upendo hufanya mtu kuwa kipofu kwa hilo. Au labda sio kipofu tu, amejaa matumaini. Niliamini Zawadi na mimi tulikuwa washirika. Kwamba tulikuwa sawa. Niliamini maisha tuliyokuwa tukiyajenga. Niliamini yeye. Na hilo lilikuwa kosa langu. Kwa sababu kile nilichokiona kama upendo, yeye alikiona kama leva. Kile nilichokuwa nikitoa kwa uhuru, yeye alikichukua kwa nia. Sikujua wakati huo, lakini sikuwahi kuwa mume wake. Nilikuwa mpango wake. Miezi michache baada ya ndoa, Zawadi alikuja kwangu na kile alichokiita wazo ambalo lilikuwa na maana. Tulikuwa tukila chakula cha jioni kwenye ukumbi wa nyuma, jioni ambayo hewa ilikuwa laini vya kutosha kula nje. Alikuwa na sura ile aliyokuwa akichukua alipofikiria amepata suluhisho lenye faida kwa wote. Ni kwa ajili ya wazazi wangu, alisema akimeza divai, macho yake yakitazama mbali kana kwamba alikuwa akijiandaa kunieleza jambo muhimu. Wanazeeka na nyumba ni kubwa mno kwao. Hawawezi tena kutunza bustani, matengenezo. Unajua jinsi ilivyo. Nilinyoosha kichwa. Nilijua. Wazazi wake walikuwa watu wazuri, lakini baba yake alikuwa na maumivu ya magoti yote mawili na macho ya mama yake yalikuwa yakidhoofika haraka kuliko mtu yeyote alivyotaka kukubali. Walikuwa wa aina inayotaka kufanya kila kitu wenyewe, lakini ilionekana kuwa ilikuwa ikiwachosha. Zawadi alijiegemeza mbele, mikono juu ya meza. Nimefikiria vipi kama tuhamie nyumba ya zamani na tuibadilishe kuwa sehemu 2. Makazi mawili tofauti. Tutakuwa pale kuwasaidia wanapohitaji, huku tukihifadhi nafasi yetu. Na itatuokoa pesa kwa muda mrefu. Hakuna kodi tena. Nakumbuka nilijiegemeza kwenye kiti, nikiliacha wazo liingie. Nilikuwa nikitafuta nyumba mtandaoni kwa wiki, nikijaribu kuelewa kama tulipaswa kuchukua mkopo au kuendelea kuokoa. Wazo la kuwekeza katika kitu ambacho tungemiliki kweli kilikuwa kinizunguka kichwani kwa muda. Na hapa alikuwa akinipa suluhisho tayari. Nilimuuliza, tutagawanya gharama katikati? Kazi na yote? Alinyoosha kichwa haraka. Bila shaka. Kila mmoja ataweka nusu. Ninaweza kutoa pesa kidogo kutoka kwenye akaunti yangu ya akiba na wewe una akiba yako tayari. Tutafanikiwa. Na itakuwa ya muda. Tu muda wa kupata mahali petu panapofuata. Ya muda. Ndivyo alivyosema. Kana kwamba haikuwa hatua tu. Hakuna cha kudumu. Hakuna kilichopaswa kuwasha hata onyo dogo. Kwa kuangalia nyuma naona wazi, lakini wakati huo ilionekana kama mpango thabiti. Familia inayotunza familia. Ni aina ya jambo ambalo wazazi wangu wangeliidhinisha.
Zawadi alicheza kadi hii vizuri, binti mwenye kujali, yule anayewaweka wengine kwanza. Aliuza kana kwamba ilikuwa kwa wazazi wake kama ilivyokuwa kwetu. Katika wiki 2 nilikuwa nimechukua siku za likizo na niliishia kwenye barabara ya nyumba ya wazazi wake nikiwa na daftari, mita na penseli nyuma ya sikio. Ilikuwa moja ya nyumba ndefu za ghorofa moja zenye sehemu ya chini isiyokarabatiwa na garaji ya pekee. Eneo kubwa lakini yote ya zamani. Ubodi katika kila chumba. Carpet iliyokuwa na harufu ya kufungwa. Jiko ambalo halikuwa limetoka miaka ya 80. Lakini kuta za kubeba mzigo zilikuwa nzuri. Niliona uwezo. Baba yake hakuwa mwenye ujuzi wa mikono sana. Alikuwa akijaribu, lakini ilionekana hakuwa akifurahia. Nilipopendekeza kusimamia ukarabati, kuchora michoro na kufanya sehemu kubwa ya kazi mwenyewe, walifurahi kuniachia. Mama yake alikuwa akileta chai baridi kila alasiri, na Zawadi alikuwa akipita baada ya kazi, akitazama na kuuliza maswali kama, itakuwa tayari kwa vuli, au unafikiri tunaweza kuongeza mlango wa pili? Jioni moja tulichora michoro pamoja. Nilipenda sehemu hiyo, nikiwa nimeketi mezani jikoni na Zawadi, tukibadilishana mawazo. Alionekana mwenye shauku, akionyesha pembe kwenye karatasi na kufikiria tutaweka wapi kona ya kusoma au jinsi tutakavyopamba upande wetu wa nyumba. Tulikuwa na mjadala mdogo kuhusu ubao wa jiko. Mimi nilitaka nyeupe rahisi, yeye aliona ilikuwa tulivu mno. Tulichagua maelewano, ubao wa kijivu chepesi katika umbizo la mita ambao bado naona umefanikiwa sana. Nilijitolea roho na mwili mahali hapo. Kila jioni baada ya kazi nilikuwa pale, nikiwa na nyundo au nikivuta waya, nikijaza ubao wa plasta, nikikadiria mara 2 na kukata mara 1. Sikulalamika. Niliona hili kama ujenzi wa mustakabali wetu. Zawadi alisema alikuwa akishughulikia karatasi na vibali, akizungumza na benki, akileta nusu yake ya fedha. Inaendelea, alisema. Mambo haya yanachukua muda. Sikushinikiza. Nilimwamini. Hakuwahi kunipa sababu ya kutomwamini. Majira hayo ya joto yaligeuka kuwa ukungu wa vumbi la mbao na jasho. Nilipoteza kilo 10 kutokana na kazi tu. Baba yake alianza kuniita mkuu wa ujenzi na nilicheka, ingawa haikuonekana kama mzaha kweli. Nilisimamia wasaidizi, ukaguzi, bajeti. Zawadi alikuwa akipita na tablet yake akinionyesha rangi na chaguzi za taa za kisasa. Nakumbuka nilifikiria jinsi nilivyokuwa mwenye bahati kwamba tulikuwa timu nzuri hivyo. Wazazi wake walikaa pembeni kidogo, lakini nilihusisha hilo na tofauti za kizazi. Walikuwa watu wa kimya, wenye adabu lakini kidogo wagumu. Zawadi aliniambia nisiwe na wasiwasi. Hawajawahi kuwa na mtu aliyewafanyia mengi hivyo, aliniambia jioni moja akijikunja karibu nami. Hawajui tu jinsi ya kuonyesha shukrani yao. Nilimwamini. Kwa nini nisingemwamini? Tulikuwa tumeoa, washirika, timu. Nilidhani tulikuwa tunajenga kitu pamoja, kitu ambacho sote tunaweza kujivunia. Lakini kile nisichokiona, nikiwa nimesimama pale nikiwa na drill mkononi na michoro mfukoni, ni kwamba nyumba tuliyokuwa tukijenga haikuwa yetu. Sio kweli. Nilikuwa nikiweka misingi, lakini sikuwa mimi niliyekusudiwa. Hata kidogo. Sikumbuki wakati hasa nilipogundua kuwa pesa hazikuwa zinafika. Mwanzoni yote yalionekana kama kikwazo kidogo. Tatizo la muda. Maisha ni hivyo, sivyo? Watu wana ucheleweshaji. Benki zinazuia mambo. Mishahara inachelewa. Zawadi alikuwa na jibu kwa kila kitu, na kwa muda niliamini kila moja yao. Tulikubaliana kugawanya gharama za ukarabati katikati kabisa. 50-50. Hayakuwa maneno hewani, yaliandikwa kwenye daftari la manjano nililotumia kuchora mradi wa kwanza. Hata alitia sahihi kwa moyo mdogo kando ya jina lake, kana kwamba aliona ni vizuri. Nina sehemu yangu katika uwekezaji, aliniambia. Lazima nitoe baadhi ya mambo. Ilionekana ya kisasa, lakini nilinyoosha kichwa. Sikukulia na aina hiyo ya pesa inayotolewa.
Wazazi wangu walifanya kazi kwa kila shilingi. Baba yangu alikuwa dereva wa lori kwa miaka 30 na mama yangu alisimamia kantini ya shule ya msingi. Tuliokoa tulichoweza na tukafanya kilichokuwa kitudumu. Zawadi alitoka mazingira tofauti. Wazazi wake walikuwa wataalamu sasa wastaafu, lakini walikuwa na hisa, amana na bondi, mambo ambayo nilikuwa nimesikia tu. Tulipoanza kazi kwenye nyumba, nilikuwa na kiasi cha shilingi 38,000 za akiba. Ilikuwa godoro langu. Miaka ya kuweka pesa kando, kuchukua kazi za ziada mwishoni mwa wiki, kukata likizo, kusema hapana kwa boti niliyotaka tangu wakati wa masomo. Dhabihu zote hizo na hatimaye zingetumika kujenga maisha niliyodhani ningeshiriki naye. Gharama kubwa ya kwanza ilikuja haraka: ubomoaji na kazi ya misingi. Ilibidi kufungua sehemu ya chini ili kurekebisha mabomba. Makadirio yalirudi juu kuliko ilivyotarajiwa, lakini Zawadi aliyapuuza kwa ishara ya mkono. Nitahamisha sehemu yangu wiki ijayo, alisema akipita karibu nami akiwa na kikombe cha chai mkononi mmoja na simu mwingine. Lipa kwa sasa. Itapangwa. Nami nikafanya hivyo. Kisha ukaja umeme. Kisha joto. Kisha insulation, ubao wa plasta, sakafu. Kila fundi alitaka malipo ya awali. Nilikuwa nikingoja daima aweke nusu yake mezani, lakini kila mara kitu kilikuwa kibaya. Kuna kizuizi kwenye uhamisho wangu kutoka kwa broker. Kampuni imebadilisha mfumo wa malipo na inasababisha ucheleweshaji. Mshauri wangu anasema ningoje kufunga robo. Alikuwa akisema daima hivi kana kwamba haikuwa mbaya, kana kwamba ilikuwa ya muda. Alikuwa akijiegemeza, akinigusa mkono, akinipa tabasamu lile ambalo wakati mmoja lilionekana kama mwanga wa jua. Usisisitize mpenzi. Unajua nina uwezo katika hili. Na Mungu ni shahidi wangu, nilimwamini. Kila mara nilianza kuchukua sio tu kutoka akiba yangu. Nilifungua mkopo. Nilikubali kazi ambazo sikuwa na muda wa kuziingiza katika mpango. Nilifanya kazi mwishoni mwa wiki. Niliruka milo siku fulani ili kudumisha kasi. Nilirudi jioni nikiwa nimefunikwa na vumbi la mbao na jasho, na yeye alikuwa tayari ameketi kwenye sofa, miguu imekunjwa chini yake, glasi ya divai mkononi, kipindi cha televisheni chenye sauti ya chini. Siku ndefu, aliuliza bila hata kuinua macho. Nilijiambia ilikuwa kazi. Kwamba kila jozi inapitia kipindi kama hiki ambapo mmoja anabeba mzigo zaidi hadi usawa urudi. Niliweka kichwa chini na nikafanya kilichohitajika. Lakini nilivyoendelea nilijihisi peke yangu zaidi. Zawadi aliacha kujali maelezo. Mwanzoni alitaka kuona kila sampuli ya ubao, kila chaguo la rangi. Tulitembea kwenye vyumba pamoja tukifikiria samani zitaenda wapi. Katikati ya kazi hakuwa akipita tena kwenye ujenzi. Nimezidiwa ofisini, alisema akivua viatu vyake kwenye ukanda. Wewe ni bora kuliko mimi katika hili. Hata hivyo, nilijiambia haikuwa muhimu, kwamba labda alikuwa akishughulikia shinikizo kwa kujiondoa. Angerudi nyumba itakapomalizika, mambo yatakapotulia. Nilitaka kuamini sana. Lakini bili hazikusimama. Makadirio yalikusanyika. Kadi zangu za mkopo ambazo zamani zilitumiwa kidogo, sasa zilikuwa zimejaa hadi ukingo. Nilikuwa nikifanya malipo ya riba tu, nikiiba kutoka kwa mmoja kulipa mwingine, nikijaribu kuhamasisha kikundi changu huku nikinyoosha kila shilingi. Niligusia jambo hilo jioni moja kwa upole. Tulikuwa tukila chakula cha kuchukua kwenye sofa na nikasema, niambie, habari gani kuhusu uhamisho huo kutoka akaunti yako ya akiba? Tuko kidogo finyu mwezi huu. Hakuinua macho kutoka kwenye simu. Bado ninafanya kazi juu yake, alijibu kwa utulivu. Huwezi kufunika. Ni wewe uliyetaka taa za kisasa. Ilinigonga kama jiwe. Sikubishana. Nilinyoosha kichwa tu na nikachukua sahani zetu, nikaziosha, nikaanzisha mashine ya kuosha. Hakunishukuru. Siku chache baadaye nilipitia bili zetu zote.
Kila mstari niliouhifadhi kwenye faili langu lile lenye kichwa Zawadi na mimi nyumba. Nilifanya jumla. Nilikuwa nimetumia zaidi ya shilingi 82,000. Kila senti ilitoka kwenye akaunti yangu, kazi yangu, jina langu kwenye hati. Sehemu yake hakuna hata senti moja iliyorekodiwa. Nilikaa mezani chumbani cha kulia nikitazama karatasi hizo kwa muda mrefu baada ya jua kutua. Sikukasirika, sio wakati huo. Tu kimya. Bila hisia. Nilitaka kuamini nilifanya kosa mahali fulani katika hesabu. Kwamba labda nilipoteza hundi aliyoandika au uhamisho niliusahau kurekodi. Lakini ndani nilijua. Hakulipa kwa sababu hakuwahi kuwa na nia ya kufanya hivyo. Hata hivyo, sehemu yangu ilishikilia matumaini kwamba ilikuwa tu wakati mbaya, kwamba vumbi litakapotulia atarekebisha mambo. Kwamba bado alikuwa mwanamke niliyemua. Lakini ukweli, nilikuwa naanza kumwona. Mwanamke huyo hakuwahi kuwepo. Sio kama nilivyofikiria. Ilianza polepole kama uvujaji chini ya sakafu, huoni mara moja hadi mbao zibadilike na harufu iwe mbaya. Niliendelea kuja kila siku kufanya kazi kwenye nyumba. Mwisho ulikuwa hatimaye unaonekana. Samani za jiko zilikuwa zimewekwa, ubao umewekwa na nilikuwa nimeanza tu mapambo karibu na madirisha mapya. Kufikia sasa nilikuwa nikifanya kazi hasa kwa desturi, kuamka, kuendesha gari hadi hapa, kushika nyundo, kuhakikisha hakuna kona iliyopuuzwa. Lakini nilikuwa nimechoka. Sio tu mwilini. Uchovu uliokuwa ukikaa nyuma ya macho na kufanya hata siku nzuri iwe nzito. Ni katika kipindi hiki niligundua mabadiliko, mambo madogo mwanzoni, kama ukweli kwamba wazazi wa Zawadi waliacha kunipa kahawa asubuhi. Mama yake alikuwa akinisalimu zamani kwa habari, bwana mkubwa, na baba yake alikuwa akininyoosha kichwa akiuliza nini kilikuwa kwenye mpango wa siku. Yote yalikuwa yamebadilika. Asubuhi moja niliingia na hawakuinua hata macho kutoka kwenye meza yao ya jikoni. Nilinung'unika habari za asubuhi na mama yake alinipa tabasamu dogo la kulazimishwa kana kwamba nilikuwa nikiwasumbua. Baada ya hapo ikawa baridi. Walianza kuzungumza kunihusu kana kwamba sikuwa pale. Sio kwa uovu tu, kwa dharau. Baba yake alimwambia jirani nilikuwa nikifanya kazi kidogo hapa, kana kwamba sikuwa mkwe wao, kana kwamba nilikuwa fundi aliyepata bahati kuwa na kazi. Niliacha mara za kwanza nikifikiria walikuwa tu wa zamani au walikuwa wakipitia wakati mgumu. Lakini kisha walianza kufanya maamuzi bila hata kunizungumzia. Siku moja nilifika na nikakuta bafu ya ghorofa ya juu imepakwa rangi ya bluu hafifu ambayo sikuwa nimechagua kamwe. Mama yake alisema tu, tulifikiria inahitaji kung'aa. Natumaini haukujali. Bafu hiyo ilipaswa kuwa katika sehemu yetu. Kunikera? Bila shaka. Lakini nilishika meno. Nilijiambia nisiegeshe mawimbi. Mwisho ulikuwa karibu na nyumba itakapomalizika mambo yangerudi kawaida. Ndivyo nilivyoamini. Ndivyo nilivyohitaji kujishawishi. Zawadi hakuwa akisaidia sana. Aliacha kupita wakati wa siku. Nilikuwa nikimtuma picha, maendeleo, maswali kuhusu taa na alikuwa akijibu masaa baadaye kwa majibu ya neno moja. Sawa. Vizuri. Sawa. Alipokuja ilikuwa kana kwamba hakuweza kuondoka haraka vya kutosha. Aliegesha gari katikati ya barabara, akasema neno chache, akatazama kana kwamba anamaliza orodha, kisha akaondoka. Hakuna tena matembezi kwenye vyumba pamoja. Hakuna tena ndoto kuhusu wikendi zetu. Mazungumzo mafupi tu na ishara za kutojali. Nilijaribu kumrudisha. Nilipika chakula cha jioni mara kadhaa nikitumaini tunaweza kuketi pamoja na kuzungumza. Jioni moja niliandaa chakula alichokipenda zaidi, pilau na mkate wa vitunguu nilioupika nyumbani. Alisema atakuwa pale saa 7. Alifika karibu saa 9. Hakuna udhuru. Alisema tu kazi iliongezeka, akala vipande vichache akiwa amesimama, kisha akatoweka chumbani akiwa na simu mkononi. Haikuwa saa yake tu iliyokuwa imebadilika.
Alikuwa yeye. Jinsi alivyokuwa akinitazama au kutonitazama. Jinsi alivyokuwa akiepuka mguso, akiweka nafasi kidogo zaidi kati yetu kila siku. Mara moja nilinyoosha mkono kuelekea wake kwenye sofa na alitikisika kana kwamba nilimwogopesha. Kila kitu sawa? Niliuliza. Nimechoka tu, alinung'unika bila hata kuniona. Ikawa udhuru wake upendwa. Nimechoka. Daima nimechoka. Na bado alikuwa akipata nguvu za kutoka nje usiku karibu kila jioni. Kulikuwa daima na mkutano au afterwork au tukio la mitandao. Mwanzoni sikuuliza maswali. Alikuwa akifanya kazi ofisini. Mambo hayo yalitokea. Lakini kisha alianza kulinda simu yake kana kwamba ilikuwa mali yake muhimu zaidi. Hakutojali zamani nikiangalia. Ikiwa ilitetemeka mezani, aliichukua akacheka, akinionyesha ujumbe wa kuchekesha au meme kutoka kwa rafiki. Sasa alikuwa akiishika uso chini. Aliipeleka bafuni. Aliizima usiku na kuiweka chini ya mto. Mara moja niliichukua ili kumpa, alininyakua haraka sana kana kwamba nilikuwa nimeshika fimbo ya baruti. Nilimuuliza mara moja kwa upole na tahadhari, kila kitu sawa kati yetu? Alipiga kope kana kwamba nilimuuliza kama anga ni bluu. Bila shaka, alisema. Kwa nini unauliza? Nilinyoosha mabega, sikutaka kushinikiza sana. Inaonekana tu hatuzungumzi tena sana. Kana kwamba uko mbali. Alivuta pumzi na kunipa tabasamu la uchovu. Ni nyumba, pesa, kazi. Yote ni mengi sasa hivi. Itapita. Nilitaka kumwamini. Nilifanya. Nilijiambia kila jozi inapitia wakati mgumu. Kwamba ilikuwa msongo, sio kingine. Kwamba nyumba itakapomalizika, vumbi litakapotulia, tutapata njia yetu tena. Lakini ndani, katika sehemu yangu iliyokuwa ikisikia daima dhoruba ikija, nilihisi hewa ilikuwa tofauti, mnene kwa mambo yasiyosemwa. Usiku fulani nilikaa macho nikitazama dari, nikiuliza jinsi tulivyoachana sana kwa muda mfupi hivyo. Nilirudia kumbukumbu za zamani, wikendi yetu ya kwanza kwa gari, jinsi alivyokuwa akicheka zamani kwa vicheshi vyangu vya kijinga, jinsi alivyolia mara moja nilipomshangaza na keki ya siku ya kuzaliwa niliyoipika nyumbani. Mwanamke huyo yule aliyeshika mkono wangu kana kwamba ulikuwa nanga yake, sikujua alikuwa ameenda wapi. Na yule aliyekuwa anarudi sasa. Sikuwa na uhakika tena kama nilikuwa nimemfahamu kweli. Ilikuwa Jumanne. Ni ajabu jinsi mtu anavyofikiria daima itakuwa Ijumaa jioni ya kuogofya au wikendi yenye dhoruba wakati dunia inaanguka. Lakini hapana, kwangu ilikuwa Jumanne ya kawaida kabisa, aina ambayo mtu angesahau kama si kwa kile kilichotokea. Niliamka nikiwa na maumivu ya mgongo kutokana na kazi chini ya nyumba siku iliyotangulia. Hali ya hewa ilikuwa baridi na unyevu, na viungo vyangu vilikuwa vikitoa hisia ya kutu kutoka ndani. Nilimpigia simu mkuu wa kikundi changu na nikamwambia nilikuwa nikichukua siku. Alisema hakuna shida, nipumzike. Nilifikiria ningerejesha nguvu, labda hatimaye nitengeneze drawer ile ya jiko iliyokuwa ikishikwa daima. Zawadi alikuwa tayari ameondoka kwenda kazini, au ndivyo nilivyodhani. Lakini karibu saa 4 gari lake liliingia kwenye barabara. Sikutoa sauti yoyote. Nilikuwa ghorofa ya juu katika chumba cha wageni tulichokuwa tukitumia kuhifadhi, nikipanga mitungi ya rangi ya zamani na vipande vya mbao. Kutoka hapo juu niliweza kusikia kila kitu jikoni chini. Aliingia akiwa na simu, akicheka, kweli akicheka, sio kicheko cha adabu alichokuwa akinipa niliposema mzaha wa zamani. Ilikuwa aina ya kicheko kinachotoka kwa mtu aliye huru, amelegea, mwenye furaha. Sikuwa na nia ya kusikiliza. Nilikaa tu kimya pale karibu na gunia la saruji lililopasuka na ndoo ya rollers iliyovunjika. Sauti yake ilikuwa nyepesi, karibu yenye furaha. Hapana, yuko nyumbani daima sasa, alisema. Kisha kukawa na kimya, ikifuatiwa na manung'uniko niliyoyasikia kwa shida. Bado hajui chochote. Nilihisi kitu baridi kikikaa tumboni mwangu.
kana kwamba nilikuwa nimesimama kwenye ziwa lenye barafu na nikasikia barafu ikipasuka chini ya miguu yangu. Alipita sebuleni akiendelea kuzungumza, akiendelea kucheka. Nilikaa pale nisiyeyuka, moyo ukipiga nguvu sana. Nilihisi kooni. Sikutambua sauti aliyokuwa akitumia. Haikuwa jinsi alivyokuwa akinizungumza. Hii ilikuwa na joto, umakini, urafiki, lakini hakuna cha yote haya kilikuwa kwangu. Hatimaye aliweka simu. Nilisikia sauti ya chini ya simu yake juu ya meza, ikifuatiwa na hatua zake juu ngazi kwenda kuoga. Ndipo niliposogea. Nilishuka polepole, kimya kimya, kana kwamba nilikuwa nikiingia nyumbani kwangu kama mgeni. Simu yake ilikuwa imelala uso juu, haijafungwa. Nilitazama sekunde moja, mkono wangu ukiwa juu kana kwamba nilikuwa nikiondoa bomu. Nilijiambia sikupaswa. Kwamba haikuwa sawa. Kwamba watu wanastahili faragha yao. Lakini kitu chenye kina zaidi, chenye mkali zaidi, kilipita yote haya. Niliichukua. Ujumbe wake ulikuwa pale wazi kabisa. Hakuwa hata amejanga kuuficha. Nilifungua mazungumzo yaliyoitwa 2EM. Kitu cha kwanza nilichokiona kilikuwa picha yeye katika hoteli akijipiga mbele ya kioo, amevaa kwa ajili ya kwenda mahali pengine pa kifahari. Nywele zake zilikuwa zimekusanywa, lipstick nyeusi zaidi ya kawaida. Maelezo yalisema, ningependa ungekuwa hapa tayari. Vidole vyangu vilikuwa vimezimika nilipoteleza. Ujumbe ulirudi nyuma kwa wiki, labda miezi. Vicheshi kati yao. Mipango. Ujumbe mdogo wa kila siku. Umefika salama. Chumba kiko tayari. Siwezi kusubiri kukuona tena. Kisha zikaja stakabadhi. Kwa maana halisi. Uthibitisho wa hoteli. Safari za gari na dereva. Uhifadhi wa migahawa. Mambo yote ambayo hakuwa akifanya tena nami. Mbaya zaidi haikuwa maelezo, ilikuwa jinsi alivyofanya yote haya kuwa rahisi. Jinsi ilivyokuwa ya asili kwake kuendesha maisha haya mengine chini ya pua yangu. Hakuwa amechukua tu pesa zangu au uaminifu wangu. Alikuwa amechukua toleo la sisi niliyodhani bado ni la kweli na akalibadilisha na chochote kilichokuwa. Niliweka simu kwa tahadhari, kana kwamba kuipiga inaweza kuvunja zaidi ya glasi. Alitoka bafuni muda mfupi baadaye, nywele zikiwa zimefungwa kitambaa, akiimba ile imbo ile ya furaha ambayo zamani niliona ni nzuri. Nilikuwa nimeketi mezani jikoni, nikitazama dirishani, mikono imefungwa ngumi juu ya magoti. Habari, alisema kwa kutojali, bila kugundua kuwa sura yangu lazima ilikuwa imebadilika. Uko nyumbani leo? Mgongo unafanya mizaha, nilijibu nikiweka sauti ya kawaida. Alinyoosha kichwa, akajimwagia glasi ya maji, kisha akanibusu juu ya kichwa kana kwamba hakuna kilichotokea. Kana kwamba nyumba haikuwa inawaka nyuma yake. Nilitaka kusema kitu wakati huo. Kweli. Lakini sikufanya. Nilikaa pale na nikamtazama akisogea chumbani kana kwamba sikujua. Kana kwamba sikuona kila uongo mdogo uliokunjwa vizuri katika historia ya ujumbe wake. Alipanda akiimba tena, labda akimwandikia mara tu atakapokuwa nje ya macho. Nilikaa kwenye meza hiyo kwa kile kilichoonekana kama saa. Kitu kilibadilika ndani yangu siku hiyo. Sio hasira. Sio maumivu. Ilikuwa tulivu zaidi ya hivyo. Kama gari linapozima baada ya kuzunguka sana. Singeomba. Singepiga kelele au kurusha vitu. Lakini nisingejiwacha tena kudanganywa. Haikuwa tena suala la upendo. Ilikuwa suala la ukweli. Na sasa nilikuwa nao. Mimi wa zamani, toleo langu la miezi michache iliyopita, angegonga mlango, kudai maelezo, labda hata kufunga mizigo. Lakini nilipopata ujumbe huo kwenye simu ya Zawadi, nilipoona maisha yake yote ya pili yakiwekwa wazi nyeusi juu ya nyeupe, kitu ndani yangu kilibadilisha mwelekeo. Sio hasira. Sio hofu. Umakini. Sikusema neno. Wala jioni hiyo, wala asubuhi iliyofuata.
Nilitabasamu aliponimimina kahawa, ninyoosha kichwa alipotaja kuwa angeweza kurudi baadaye tena, na mbusu shavu lake alipoondoka nyumbani. Ikiwa aligundua kitu tofauti kwangu, hakusema. Ilinifaa. Singejaa. Nisingempa nafasi ya kugeuza meza dhidi yangu, kupotosha hadithi, kujifanya mwathirika. Nilikuwa nimeona jinsi alivyokuwa mwenye ujuzi, jinsi alivyoweza kuongoza mazungumzo, kufanya mtu atilie shaka mawazo yake mwenyewe. Nisingecheza mchezo huo. Kisha nikacheza mwingine. Jambo la kwanza nililofanya lilikuwa kununua daftari dogo jeusi, aina inayopatikana dukani, hakuna cha kisasa. Niliweka kwenye gari langu chini ya kiti. Kila siku niliandika mambo. Saa. Majina. Nambari za nambari. Alipoondoka, aliporudi. Nani alikuwa akiandika? Alisema anaenda wapi? Kisha nilichukua simu ya pili. Ya kadi ya malipo mapema. Nililipa kwa pesa taslimu. Hakuna programu, simu na ujumbe tu. Niliitumia kupiga picha za gari lake limelala upande mwingine wa mji alipokuwa akijifanya bado ofisini, picha za yeye akiingia majengo niliyoyajua sio ofisi au migahawa. Sikumfuata kila mahali, lakini vya kutosha. Hakuwahi kutazama nyuma hata mara moja. Jioni alipokuwa akioga au akiteleza simu akiwa amegeuka, nilitoa taarifa za akaunti zetu za pamoja. Wakati fulani niligundua hakuwa anachangia tena hata kidogo. Kila kitu alichokuwa akinunua, chakula, petroli, nguo, kilitoka kwenye pesa zetu za pamoja. Pesa zangu. Hakuwa amegusa akaunti zake kwa wiki, labda miezi. Kana kwamba aliamua zangu zilikuwa sawa. Nilianza kutoa pesa zangu. Kidogo hapa, kidogo pale. Nilielekeza kwenye akaunti ambayo hakujua. Iliyofunguliwa kwa jina langu pekee katika benki ya nusu ya njia. Haikuwa kubwa, kitu ya kutosha kujilinda mambo yakienda vibaya. Niliambia benki nilikuwa nikitayarisha mgawanyo wa mali. Hawakuuliza maswali. Kisha nilichukua wakili. Alinipendekezwa na rafiki mfanyabiashara aliyepita talaka ngumu. Ofisi yake ilikuwa ndogo, iliyoshinikizwa kati ya duka la mkate na daktari wa meno. Hakuna sakafu za marumaru, hakuna kuta za glasi. Tu mwanamume mwenye nywele za kijivu, mikono minene na meza ya zamani ambao iliyofunikwa na faili. Nilimwambia yote. Hakukatiza sana. Alisikiliza tu, akauliza maswali machache sahihi, akaandika. Nilipomwonyesha kile nilichokusanya, picha, ujumbe, taarifa za akaunti, alinyoosha kichwa na kusema, unafanya unachopaswa. Endelea. Alinipa orodha ya mambo ya kufanya. Nyaraka za kunakili. Mambo ya kuandika. Mambo ya kulinda. Usimpe kuelewa, alinionya. Mara tu atakapojua unajiondoa, atageuza yote. Kaa kimya. Ndivyo nilivyofanya. Nilifanya nakala za chelezo za kila kitu, dijitali na karatasi. Nilihifadhi baadhi kwenye sehemu ya mbele ya gari langu la zamani, zingine kwenye drawer iliyofungwa kwa kufuli kwenye ujenzi. Hata niliacha kumbukumbu ya USB kwa ndugu yangu Baraka, endapo kitu kingetokea kwa zingine. Mara kwa mara Zawadi alikuwa akiniuliza jinsi kazi za nyumba zilivyokuwa, au kazini, au na pesa. Niliweka mambo rahisi. Kila kitu sawa. Inaendelea. Kama kawaida. Hakushinikiza. Hakujali. Jioni moja nilimwangalia kutoka upande mwingine wa jiko. Alikuwa akichochea sufuria juu ya jiko, akiimba wimbo ambao sikutambua. Alionekana mwenye furaha. Hakuna wasiwasi duniani. Hakuna dalili ya hatia. Ndipo nilipojua nilikuwa nikifanya jambo sahihi. Sehemu yangu ilitaka bado ainue macho na aseme samahani. Ajieleze, akubali alizidi. Lakini ndani nilijua tayari haitofika. Chochote tulichokuwa, ahadi zozote tulizotoa, ilikuwa imeisha. Kisha nikajifanya ahadi kwamba wakati utakapofika nitakuwa tayari. Nisingemruhusu kuchukua shilingi moja zaidi. Nisingemruhusu kuandika upya hadithi. Nisingemruhusu kutoka salama.
Wakati huu nilikuwa mimi niliyeshika mpango, na yeye atakuwa yule atakayejikuta juu ya nyumba ya uongo. Siku ambayo nyumba hatimaye ilimalizika, nilijikuta peke yangu kwenye bustani ya mbele, bili ya mwisho mkononi. Ubao mpya ulikuwa ukishika mwanga wa asubuhi kikamilifu, mifereji ilikuwa iking'aa na ukumbi ulionekana kama kutoka kwenye katalogi. Nilikuwa nimepita sehemu zote mbili kabla, chumba kwa chumba, nikikagua yote: sakafu, mifumo, mistari ya rangi. Nilijua nyumba hiyo vizuri kuliko kiganja cha mkono wangu kwa sababu niliijenga. Kila mita ya mraba ilipita kati ya vidole vyangu. Ilionekana kamilifu. Ilionekana tupu. Zawadi hakuja hata siku hiyo. Alisema alikuwa na mikutano. Sauti yake kwenye simu ilikuwa mbali, kana kwamba alikuwa tayari mahali pengine. Ilinifaa. Sikuhitaji yeye kwa yaliyofuata. Wakili na mimi tulikuwa tunawasiliana kimya kimya kwa wiki. Nyaraka zote zilikuwa tayari. Kila picha na kila stakabadhi zimepangwa na kuwekwa alama. Tulikuwa na historia za ujumbe, nakala za barua pepe, taarifa za akaunti na picha za kutosha kujaza folda. Aliniambia nilikuwa nimefanya kazi kama mwanamume anayejiandaa vita. Nilimjibu haikuwa vita tu, kurudisha kilichokuwa changu. Jioni kabla ya siku nilipochukua hatua, nililala kitandani kando yake nikijifanya nateleza simu. Alikuwa akituma ujumbe kwa mtu, macho yake yakimetameta kwa mwanga wa skrini. Alipocheka kimya kimya, nilijua hasa alikuwa akizungumza na nani. Sikupiga kope. Asubuhi iliyofuata niliamka kabla ya mapambazuko. Alikuwa bado amelala. Nilipika kahawa, nikampa chakula mbwa wa jirani niliyemsaidia wakati mwingine, na nikaondoka kwenda mjini. Niliegesha mbele ya jengo lake la ofisi. Sio kuspeak tu, kutazama dunia ikiamka. Nilikaa kwenye gari langu nikinywa kahawa hadi mahakama ilipofunguliwa. Saa 9 karatasi ziliwasilishwa. Saa 6 akaunti zetu za pamoja zilifungwa. Saa 10 alipewa taarifa ya wito. Afisa wa mahakama alifanya hivyo mahali pake pa kazi. Chumba cha mikutano, ghorofa ya pili. Alikuwa katika mkutano kamili wa kikundi kulingana na nilivyojua baadaye. Alifungua bahasha, akasoma mstari wa kwanza na akapauka. Baadhi ya wenzake walijaribu kuzungumza naye. Hakujibu. Alikusanya tu vitu vyake na akaondoka. Aliporudi nyumbani, mimi nilikuwa tayari nimeondoka. Niliacha barua juu ya kaunta: asante kwa kuelekeza maswali yote kwa wakili wangu. Kadi yake iko kwenye bahasha. Sikujibu simu zake. Wala jioni hiyo. Wala siku iliyofuata. Nilipojibu hatimaye, ilikuwa kupitia wakili wangu ambaye alimjulisha wakili wake hasa nini kingetokea: dai kamili juu ya mali niliyoilipa, ushahidi wa upotevu wa fedha na nyaraka za uhusiano unaoendelea. Hakuwahi kutarajia ningekuwa tayari. Alidhani ningeanguka, ningepiga kelele na kukanyaga miguu nikifanya maonyesho. Alidhani ningefanya kama wanaume wengi, kujibu, sio kupanga. Lakini nilikuwa nimepita miezi mingi nikizingatia, nikingoja, nikijenga. Kwa njia ile ile nilivyojenga nyumba hiyo. Kwa uangalifu. Kwa mbinu. Hatua baada ya hatua. Mwanzoni alikataa yote. Alisema uhusiano haukuwa wa kweli. Kwamba matatizo ya pesa yalikuwa kutoelewana. Kwamba nilikuwa nikipotosha ukweli. Lakini hakujua yote nilivyokuwa navyo. Hakuona rundo la faili, wala picha zenye tarehe, wala mazungumzo yaliyorekodiwa, yale muda tulivu jikoni alipokuwa hajagundua spika ya simu yake bado ilikuwa imewashwa. Yote yalikuwa pale. Yamefungwa vizuri. Na utepe. Wakili wake, mwanamume mwenye umbo la kifahari katika suti ya kijivu, alijaribu kupata muda. Alisema watahitaji muda wa kuchunguza. Wakili wangu alitabasamu kwa adabu na akampa kumbukumbu ya USB. Chukueni muda wote mnahitaji, alisema. Tayari tumeweka ombi la awali la mgawanyo wa mali. Ndipo mambo yalibadilika. Zawadi alianza kunipigia tena, hii ujumbe, sauti, barua pepe. Sauti yake ilibadilika.
Chini ya baridi zaidi ya hofu. Aliacha ujumbe saa 2 asubuhi, sauti ikitetemeka, akisema haelewi kwa nini ninafanya hivi. Niliusikiliza mara 2. Sio kwa huruma tu, kujikumbusha kuwa sauti ile ile iliyokuwa ikisema ninakupenda sasa ilikuwa ikisema sielewi. Ndivyo inavyotokea mtu anapojenga maisha juu ya uongo, hatarajii yaanguke. Na inapotokea daima anajifanya ameshangazwa. Mali ilikuwa kipande kikubwa. Niliweka pesa. Nilikuwa na stakabadhi. Muhimu zaidi, nilikuwa na ushahidi kwamba hakuwahi kuwa na nia ya kuwekeza sehemu yake. Kwamba alitumia fedha zetu za pamoja kwa gharama za kibinafsi, huku nikifadhili kazi za ukarabati mwenyewe. Tuliweka dai likisema nilimiliki nusu ya muundo. Kisheria, kifedha na kwa kazi iliyotolewa. Wakili wake alipinga, lakini nambari hazikusema uongo. Na mahakamani nambari zina uzito. Alipotambua kuwa alikuwa katika hatari ya kupoteza udhibiti wa nyumba ya wazazi wake, uhakika wake ulipasuka. Alituma ujumbe kupitia wakili wake kuuliza kama tunaweza kuzungumza faragha. Nilisema hapana. Haikuwa tena ya kibinafsi. Ilikuwa biashara. Alinichukulia kama chombo. Njia ya kufikia malengo yake. Basi mwisho ulikuwa umefika na sikuwa mimi niliyeshika upande mbaya wa fimbo. Sikutafuta kisasi. Sikutafuta kumuumiza. Lakini nisingemlinda pia. Alikuwa amejenga milki yake ndogo juu ya mgongo wangu. Na niliibomoa tofali baada ya tofali, kimya kimya, kisheria, bila kusita. Asubuhi niliposaini karatasi za kuuza sehemu yangu ya nyumba, sikuhisi ushindi. Sikuhisi nimepata kitu. Nilijihisi tu mwepesi. Nilitoka ofisi ya wakili nikiwa na mikono mfukoni mwa koti, upepo wa vuli ukirusha majani barabarani, na kwa mara ya kwanza kwa kile kilichoonekana kama miaka, kifua changu hakikuwa tena kikihisi kama kizuizi cha saruji kilichowekwa juu yake. Ilikuwa imeisha. Wakili wangu alikuwa ameshughulikia kutoka safi. Mnunuzi wa faragha, mtaalamu wa mali isiyohamishika kutoka eneo lingine, alikuwa ameona mali hiyo kwa miezi. Niliuza nusu yangu moja kwa moja kwake. Alilipa kwa pesa taslimu na hivyo nilikuwa nje. Hakuna tena plasta. Hakuna tena mapambo. Hakuna tena kuta za pamoja, macho baridi au uongo. Wazazi wa Zawadi hawakuchukua vizuri. Sikutarajia hata. Mama yake alinikamata kwenye barabara siku chache kabla ya saini, mikono imevuka na midomo imefungwa kama waya. Unageuza mgongo kwa yote, alipiga kelele. Ni familia. Nilimtazama moja kwa moja machoni, tulivu na kimya. Hapana, nilisema. Ni saruji na mbao. Familia haitendei watu kama kazi ya kutumia na kutupa. Aligeuka na kuondoka. Hakuzungumza nami tena. Sikujali. Mara baada ya mauzo kumalizika, nilifunga kidogo kilichobaki bado mahali hapo, zana niliyoacha sehemu ya chini, nguo chache ambazo Zawadi hakuwa amejanga kuzipanga, na albamu ya zamani ya picha yenye vumbi ambayo sikumbuki hata ilikuwa yangu hadi nilipoifungua na nikaona maandishi ya baba yangu ukurasa wa kwanza. Sikuacha barua. Sikuhitaji kumwambia. Alitajibu kunipigia. Bila shaka alifanya. Kwanza ujumbe wa sauti, jina langu tu, lililosemwa kwa upole, kana kwamba lingeweza kufungua mlango ndani yangu. Kisha ujumbe kadhaa. Tunaweza kuzungumza. Haikuwa hivyo mambo yalipaswa kwenda. Hulazimiki kufanya hivi. Sikujibu. Niliyafuta. Nilizuia nambari yake. Nilibadilisha yangu wiki moja baadaye tu kuwa na uhakika. Nilimwona mara ya mwisho kwa bahati miezi michache baadaye katika duka kubwa la vifaa vya ujenzi katika eneo lingine. Alikuwa katika idara ya bustani kando ya rundo la viungu vya kauri. Nywele zake zilikuwa tofauti. Fupi zaidi, nyeusi zaidi. Alionekana mwembamba zaidi, sio kwa njia ya afya. Amechoka. Hakuniona. Nilikaa pale sekunde moja nikimtazama akibadilisha uzito kutoka mguu mmoja hadi mwingine kana kwamba hakuweza kukaa.
Kisha nikaondoka bila neno, bila kukutana na macho yake. Tu mwanamume aliendelea na siku yake. Baada ya yote haya, sikutaka kisasi. Sikutaka kumwona akiumia au kuharibu maisha yake. Kile nilichotaka, kile nilichopata kilikuwa umbali. Umbali safi, tulivu, wa kudumu. Nilikaa katika nyumba ndogo ya mbao karibu na kilomita 20 kutoka mji, karibu zaidi na ziwa. Sio kubwa, vyumba viwili tu, jiko la kuni na ukumbi unaotoa sauti, lakini ni yangu. Ninarekebisha kinachopaswa kurekebishwa. Ninakata kuni zangu. Ninakata majani Jumamosi. Siku fulani navua. Zingine sivui. Kimya hapa ni tofauti. Sio tupu, ni amani. Unasikia mawazo yako mwenyewe na kwa mara moja hayanaumiza. Watu huniuza kama nitajiwa tena siku moja. Sina jibu kwa hilo. Sina uchungu, lakini niko waangalifu sasa. Nimejifunza maana ya kutoa moyo wako wote kwa mtu anayekuona tu kama ngazi ya kupanda. Unaona, Zawadi hakuwahi kunioa kweli. Hakutaka mshirika. Alitaka mkuu wa ujenzi, pochi, kikundi cha usafi. Nilikuwa mpango wake. Tangu siku aliponifanya nitembelee nyumba hiyo ya zamani kwa macho yaliyojaa matumaini, alijua alichokuwa akifanya. Aliniuza mustakabali ambao hakuwa na nia ya kushiriki. Na niliununua kila msumari, kila mhimili, kila ahadi. Lakini mwishoni nilimwacha, sio kwa ugomvi, bali kwa kimya. Hakuwa na mwisho mkubwa aliotarajia. Sio mlipuko. Sio kuanguka kwa umma. Alikuwa na mwanamume aliyeondoka tu. Na nadhani ndicho kilichomtikisa zaidi. Kwa sababu ndani watu kama yeye hujilisha kwa fujo. Wanataka drama, vurugu. Ni pale wanapofanikiwa. Sikumpatia. Nilimpatia umbali. Nilimpatia kutokuwepo kwangu. Na nilihifadhi kitu ambacho hatawahi kurudisha, heshima yangu mwenyewe. Inasemekana uhuru hauji kwa kelele. Huja kwa utulivu. Kimya baada ya dhoruba ndefu, unapotoka nje na kugundua anga ni safi na mzigo uliokuwa juu ya mabega kwa miezi umetoweka tu. Ndivyo nilivyohisi. Sio kama ushindi. Kama uhuru. Sikujilipiza kisasi. Nilikuwa huru. Shiriki maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Kwa maoni yako, uwazi wa kifedha ni muhimu kiasi gani katika uhusiano? Ikiwa umefurahia video hii, tafadhali jiandikishe kwenye kituo na jisikie huru kuitoa like.